cha Revelation 1 mstari wake ni wa 10. Revelation, kitabu cha Ufunuo wa Yohana. Ni kitabu ambacho hakijahubiriwa sana makanisani, lakini hapa tumeanza na tunahubiri sana juu ya hii kitabu, kwa maana nimeelewa kile kinafanyanga tusihubiri kitabu hiki sio kuogopa hii kitabu, ni shetani hataki tujue ukweli wa hii kitabu, kwa maana kitabu hiki kimeandikwa the stages of the church, vile kanisa lilianza katika siku ya Pentekoste mpaka mahali itamalizia katika kanisa la Laodikia. Bwana Yesu asifiwe. Na tuko Laodikia siku hii ya leo. Kila stage imeandikwa in the book of Revelation, lakini shetani hapendi tuelewe. Bwana Yesu asifiwe. Now tutaanza chapter 1 mstari wa 10. Tunamkuta mtu ambaye anaitwa Yohana akiwa in a prayerful attitude of submission to the Spirit. Yani alikuwa katika maombi mazito, akiwa amejiwasilisha kwa Roho Mtakatifu. Ile maombi magumu, ile maombi unainama mbele za Bwana hivi, machozi na makamasi zinatoka pamoja. Maombi ambayo unaomba mpaka unashindwa uko wapi. Sijui kama umeomba maombi kama hiyo. Maombi ya kujitoa mbele za Bwana. Tunamkuta Yohana anasema, nilikuwa katika maombi siku ya Bwana. Nilikuwa katika hali ya kutafuta uso wa Bwana. Sikia mstari wake ni wa 10. Revelation 1 mstari wake ni wangapi? Mstari wake ni wa 10. Maandiko inasema namna gani? Inasema vizuri, nilikuwa katika roho siku ya Bwana, nikasikia sauti kuu nyuma yangu kama sauti ya baragumu. Bwana Yesu asifiwe. I was in prayer. Nilikuwa nimejiwasilisha kwa Roho Mtakatifu. Wakati nikiwa katika hiyo maombi magumu, wakati ambapo nilikuwa katika hiyo maombi, nikapata maono, na in that vision nikapokea a special visitor. Bwana Yesu asifiwe. Yani nilikuwa katika hali ya kuomba hivi, nikiwa ninaomba hivi, nikaona maono, na katika maono nikapata mgeni ambaye sio wa kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Ambaye aliniambia, andika kile unaona, sio kile unasikia. Bwana Yesu asifiwe. Na Yohana alikuwa anajua huu mgeni vizuri, maana walikuwa naye hapa duniani. Ni mgeni ambao tunafundishwa asubuhi ya leo, Yesu Kristo. Yohana akasikia hiyo sauti, ninaielewa, na ilikuwa nyuma yake. Akaambiwa, sio vile sasa unasikia, ni kile unaona, andika. Kweli aliandika mambo mengi sana kuhusu kanisa, makanisa 7 ambao ni stages za kanisa, zote zikaandikwa. Lakini akaongea kitu kingine, akaona kitu kingine, our eternal home. Bwana Yesu asifiwe. Heaven, the true home of our heart. Yani biguni, mji ama biguni, makao ya mioyo yetu, nyumbani kwetu biguni. Ndio wimbo imeibwa na pastor siku hii ya leo. Ameiba hivi, nikauliza Mungu, what? Yani Mungu bado unatayarisha? Kumbe ni wewe umesema hivi maneno yote, kumbe ni wewe umeweka hii maneno kwangu. Aliona biguni, mahali ambapo tutaenda, na akafafanua na akaelezea kunakaa namna gani. So siku hii ya leo ninakutoa Ngara na kupeleka biguni. Ninachukua mawazo yako, naiteka nyara mawazo yako, napanda nayo mpaka milagoni mwa biguni. So nataka uone clear nyumbani kwenu kunakaa namna gani. Bwana Yesu asifiwe. Fungua katika kitabu cha hizo za Revelation. Sasa tuende mlango wa 5. Revelation mlango wa 5. Hapo ndio tutaanza mstari wa kwanza, ili tuelewe kulienda namna gani. Maandiko inasema vizuri. Revelation 1:5 mstari wa kwanza. Maandiko inasema vizuri, kisha nikaona, na katika mkono wa kuume wake yeye aliyeketi juu kule
kule juu mbinguni ya kiti cha enzi, kitabu kilichoandikwa ndani na nyuma kimetiwa mihuri 7. Nikaona malaika wenye nguvu, nikaona malaika mwenye nguvu akihubiri kwa sauti kuu, ni nani astahilie kukifungua kitabu na kuzivunja mihuri zake? Wala hapakuwa na mtu mbinguni wala juu ya nchi wala chini ya nchi aliyeweza kukifungua kile kitabu wala kukitazama. Mstari wa 4, nami nikalia sana, kwa kuwa hapakuonekana mtu astahilie kukifungua hicho kitabu wala kukitazama. Na mojawapo wale wazee akaniambia, usilie, tazama, simba aliye wa kabila la Yuda, shina la Daudi, yeye ameshinda apate kukifungua kile kitabu na zile mihuri zake 7. Bwana na alibariki neno lake. Bwana Yesu asifiwe. Yohana alipofunguliwa macho akaona mbinguni mahali kuna kiti cha enzi. Haleluya. Kiti kismart, kiti kizuri, na katika hiyo kiti cha enzi kulikuwa na kitabu cha ajabu. Ndio tunasoma hapo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Allowed kusunguka. So tuseme kiti cha enzi ndio hiki. Ni mfano tunasema. Bwana Yesu asifiwe. Kiti hicho cha enzi kilikuwa kimesingukwa na malaika maelfu. Haleluya. Walikuwa wamezunguka kiti cha enzi, na sio malaika, vitu zingine zinakaa malaika ziko juu mbinguni. Mbinguni sio malaika peke yake wako huko, kuna creatures, living creatures ambazo ni za kimalaika, zinakaa tu malaika, maana ni malaika viumbe hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Kisha nikaona kwa hiyo kiti cha enzi kuna upinde wa mvua umekuja hivi, the rainbow. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kiti cha enzi, haleluya, mbele ya kiti cha enzi nikaona kuna elders, 24 elders wamesimama hapo mbele ya kiti cha enzi, na wamevaa taji ambazo ni za dhahabu, wanazitoa chini mbele ya kiti cha enzi na wanaimba wimbo moja. Bwana Yesu asifiwe. Kulikuwa na mwanga ulikuwa unatoka kwa yule ambaye amekaa kwa hiyo kiti cha enzi mbinguni kwa Baba yetu. Na cha kushangaza ni kweli, mbinguni kitini cha enzi kilikuwa kimewekwa juu ya bahari ya kioo. Bwana Yesu asifiwe. Natamani nilete leo jioni, nilete hiyo ripoti kamili ya kwamba kiti cha enzi kilikuwa kimewekelewa juu ya bahari ya kioo. Nataka uangalie ukiona kwa movie maji yakiwa blue kabisa, yameenda mbali. Katikati ya hiyo maji ya blue kimewekwa kiti cha enzi, na kuna mkunga ambao sio mkunga, rainbow. Mkunga ni Kikuyu. Rainbow iko mahali pale. Mbele ya kiti cha enzi kuna wazee 24. Na katika kila kiti cha enzi kuna mwanga unatoka pale, na kila kiumbe mbinguni kilikuwa kinaimba na kuabudu. Bwana Yesu asifiwe. Kisha kulikuwa na moshi ya blue inatoka huko, ambayo ni uvumba na ni maombi yetu hapa duniani. Maombi ya watakatifu yalikuwa yanatoka, una moshi inaenda juu hivyo, moshi ingine juu hivyo, moshi spati hivi. Kumbe ni maombi yako pastor, maombi ya mwingine hivyo, iko pale katika kiti cha enzi. Yohana akiwa ametazama hivyo, macho yake ikasimamia kitu kimoja, kitabu cha maajabu kilichokuwa juu mbinguni, na bado kiko juu mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. The scroll. Yohana akajiuliza, katika uzuri huu wote ni nani ana uwezo wa kufungua kile kitabu? Akashangaa, maana malaika naye analia, anauliza, ni nani anayestahili kufungua kitabu hiki? Kumbuka kimefungwa na mihuri 7, kimeandikwa mbele na nyuma, hawezi kukiangalia, lakini kinahitaji kifunguliwe tujue ni nini iko hapo ndani. Yohana anasema, ni nani atakayefungua? Malaika naye anauliza, ni nani atakayefungua kile kitabu? You know kulifanyika aje? Mbinguni kulinyamazwa kimya. Kulipoulizwa hiyo swali, nani anaweza fungua ile kitabu, mbinguni kulinyamazwa.
Ukisikia kabine kakianguka chini hivi, ukasikia pap. Kwa maana hakuna malaika alisimama mbele, alijitokeza kufungua kile kitabu. Hakuna archangel alijitokeza. Hakuna zile viumbe ile ziko hai zilijitokeza. Hakuna kitu hata kimoja kilijitokeza ama kilistahili kufungua kile kitabu. Bwana Yesu asifiwe. Sio malaika, sio archangels hawakujitokeza. Wala sio mbinguni, hata duniani hakuna mtu alijitokeza. Anasema anaweza kufungua ile kitabu. Wasa duniani, hata chini ya dunia hakuna mtu alijitokeza. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 5 ndio ulileta shida. Soma mstari wa 5. Mstari wa 5 yasema aje? Baada ya kuuliza hiyo swali, hapo tumefikisha. Mstari wa 5. Na mmoja wapo wa wale wazee akaniambia, usilie. Tazama, simba aliye wa kabila ya Yuda, shina la Daudi, yeye ameshinda apate kukifungua kile kitabu na zile mihuri. One of the elders akasema, kuna moja. Nataka uone nguvu za Kristo. Kumekosa mtu mbinguni, kumekosa malaika mbinguni wa kufungua kitabu. Hakuna hata moja. Duniani hakuna, chini ya dunia hakuna. Lakini one of 24 elders akasema kuna moja. Bwana Yesu asifiwe. Ambaye ametoka kwenye kabila la Yuda. Inamaanisha kabila la Yuda, ambaye he is the greatest son, ambaye amejawa na nguvu na uwezo na mamlaka na legal authority, kwa maana ametoka from the root of David, a direct descendant of David, the great king of Israel. Kama vile imeandikwa katika kitabu cha Genesis 49 ya kwamba moja katika kabila la Yuda, the elder son, ambaye ametoka katika uzao wa Daudi, ndiye aliye na uwezo wa kufungua kile kitabu. Bwana Yesu asifiwe. Yohana anasema alishangaa, maana mstari wa 6 kile aliona sio mtu aliona mahali pale. Sikia mstari wa 6 anasema, nikaona katikati ya kile kiti cha enzi wale wenye uhai wanne, na katikati ya wazee mwana-kondoo amesimama, aliyekuwa kana kwamba amechinjwa, mwenye pembe 7 na macho 7, macho ambazo ni roho 7 za Mungu zilizotumwa katika dunia. Akasema, na nikaona kitu ambacho sijaiona in my life. Mwana-kondoo wa Mungu, kondoo ambaye imechinjwa, not an ordinary lamb, lakini mwana-kondoo aliyetolewa katika, yani aliuawa, lakini ako hai juu mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Do you know, katika Old Testament Yesu alikuwa anasimamiwa na kondoo ambazo zilikuwa zimeletwa in the altar. In the New Testament Yesu anakuwa ndiye mwana-kondoo msalabani. But in heaven Yesu ndiye mwenye kondoo ambaye amekalia, mwana-kondoo ambaye amekalia kiti cha enzi. Bwana Yesu asifiwe. So Yohana akashangaa alipoona ni nani ambaye amesimama kufungua kile kitabu. Hallelujah. Yohana alishindwa, huyo si ni Yesu ambaye tulikuwa naye hapa duniani? Si ndiye huyu? Huyu ni Yesu ambaye alisulubishwa msalabani. Imekuwaje mbinguni kote ndiye anastahili kufungua kile kitabu? Nikwambie mapema, kwa sababu ndiye Mungu wa kweli. Bwana Yesu asifiwe. Kama uko na Mungu mwingine, hakuna Mungu mwingine isipokuwa Mungu wa mbinguni. Miungu mingine haikuweza kufungua kile kitabu, lakini Yesu wetu alifungua kile kitabu. What happened? Wakati ambapo ilisemekana ni mwana-kondoo wa Mungu, maandiko inasema kimya cha mbinguni kikafunguka. Sasa the silence in heaven is now broken. Hallelujah. Millions of angels walianza kuimba. Yani alipochukua kile kitabu hivi, aliposemekana ni yeye, mbinguni wote wakafunguka, wakaanza kuimba a one song ambayo imeandikwa katika mstari wa 10. Enda mpaka mstari wa 10 usikie wimbo ambao uliimbwa mbinguni. Unasema namna gani?
Mstari wa 11. Na nikaona, nikasikia sauti ya malaika wengi pande zote za kile kiti cha enzi, na za wale wenye uhai, na za wale wazee, na hesabu yao ilikuwa 10,000 mara 10,000. Nifanyie hiyo hesabu. Na 10,000 na 1000 mara 1000, wakisema kwa sauti kuu, astahili mwana kondoo aliyechinjwa kupokea uwezo na utajiri na hekima na nguvu na heshima na utukufu na baraka. Nayo duniani wakajibu, na kile kiumbe kilichokuwa mbinguni na juu ya nchi na chini ya nchi na juu ya bahari na vitu vyote vilivyomo ndani yake nilisikia vikisema, baraka na heshima na utukufu na uweza una yeye aketie juu ya kiti cha enzi na yeye mwana kondoo hata milele na milele. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu kilipofunguliwa ama kilipopata mtu wa kukifungua, ndio wimbo ulianza mbinguni. Walianza kusema, worthy, mtakatifu ni wewe Baba wa mbinguni, mwenye uwezo, nguvu na mamlaka. Viumbe zingine na huku chini ya bahari zinakasema, anastahili sifa na utukufu. Bwana Yesu asifiwe. Na kuambia siku ile utafika mbinguni, ni kushangaa, utashangaa ni nani tutaenda kulipia kule juu mbinguni. Kulikosekana mwingine wa kupatiwa sifa. Yohana alitumia vitu vitatu ama falme vitatu, akasema mbinguni kwote hakukupatikana hata moja anayestahili. Hata duniani hakuna, hata chini ya dunia hakukupatikana hata moja anayestahili kufungua kile kitabu. Lakini mwana kondoo wa Mungu aliyechinjwa msalabani ndiye anastahili kufungua kile kitabu ambacho kimebeba the title of the world. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Si ushangilie Bwana Yesu, kwa maana peke yake ndiye anastahili. Yaani nguvu zote hazikuwekwa kwa malaika, nguvu zote hazikuwekwa kwa wanadamu. Nguvu zote ziliwekwa kwake Mungu wa mbinguni. Ninakwambia huyu nitamtumikia milele. Bwana Yesu asifiwe. Sijui kama wewe uko na mwingine. No angel aliweza kufungua kile kitabu. No other ruler aliweza kufungua kile kitabu. No demon iliweza kufungua kile kitabu. Even Satan himself hakuweza kufungua kile kitabu. But the Son of God, the Lamb of God, mwana kondoo wa Mungu ndiye ana uwezo wa kufungua kile kitabu. Bwana Yesu asifiwe. Sijui kama kuna vitabu katika maisha yako zimeshindwa kufunguliwa. Si uite Bwana Yesu. Unataka a new chapter. Ndiye kuna uwezo wa kufungua a new chapter in your life. Bwana Yesu asifiwe. Yeye peke yake. Ni nini imekwama? Ni level gani unataka kwenda katika maisha yako? Ita Jesus Christ. Maana angel hawezi kufungulia new chapter, but Jesus Christ ndiye anafunguaga milango. Kitabu ambacho kilishindwa kufunguliwa mbinguni, alikifungua mwenyewe. Haleluya. Ni milango ya chuma inaweza mshinda. Bwana Yesu asifiwe. Ni milango ya maisha yako inaweza mshinda. Ni milango ya airport inaweza shinda. Mungu anafunguaga milango ya airport. Unaenda kwenye unaenda, kwa maana ni Mungu mwenye uwezo. Hakuna anayemshinda kufungua milango. Kile ambacho kimeshindikana, yeye ndiye anarushiagwa ili akaweze kufungua. Bwana Yesu asifiwe. Ndiye anatufungulia hii kanisa a new chapter. Naomba a new chapter in your life. Bwana Yesu asifiwe. Walio chini wakainuliwa na Bwana, kwa maana ndiye anastahili. Ni kumaanisha hatuhitaji angel ili tuende to another level. We only need Jesus Christ. Angalia ushindi ambao alishinda. Mbinguni kumenyamazwa, hakuna mtu ametokea. Duniani kumenyamazwa, hakuna mtu ametokea. Kuzimu wamejifisha, lakini mwana kondoo wa Mungu ndiye aliyetokea. Labda umefinyiliwa ya kutosha, labda unaona kama hauna tumaini. Kuna tumaini bado. Mwana kondoo wa Mungu ako na tumaini lako. Bwana Yesu asifiwe. Ikiwa aliweza hii mambo ambayo yameshinda mapepo, mambo ambayo yameshinda malaika, mambo ambayo yameshinda other rulers, jambo lako ni nini mbele za Bwana? Si umwambie yeye mwenyewe ya kwamba wewe uliye na uwezo wa kufungua kile kitabu. Nifungulie hii njia, nifungulie maisha haya, nitoe katika hii hali, nipeleke to another level. Hallelujah.
Hey, praise the name of the living God. Yesu wetu amejawa na uwezo. Ningetamani kuwa siku hiyo. Ninatazama hivi kama Yohana. Na ngojea, simujitokeze. Wasee 24, simujitokeze. Walishindwa. But our God, Jesus Christ, aliweza. Hallelujah. Aliweza. Kwa nini alishinda? Kwa maana alishinda kifo, alishinda mauti, alishinda kuzimu, alimushinda shetani. Ndiyo kuna uwezo wa kufungua kile kitabu ambacho kimebeba maisha mazuri yangu. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu ambacho kimebeba ukuhani kwangu, kitabu ambacho kimebeba baraka zangu, kitabu ambacho kimebeba mafanikio yako kitafunguliwa siku hii ya leo. Kama alifungua ya mbinguni, hata yako na ifunguliwe siku hii ya leo. Haijalishi ni nani aliifunga. Labda pasta ni waganga, waliona nikiwa mtoto mdogo, wakaona nitakuwa pasta, wakachukua jina langu wakalipeleka kuzimu. Sasa Yesu anaenda paka kuzimu, anachukua jina langu mahali pale, analifungua lenyewe. Yale yameandikwa kunihusu anaitimiza. Ninaomba yale yameandikwa kukuhusu Yesu akaweze kuitimiza. Hey, praise the name of the living God. Sijui uliandikwa utakuwa nani. Labda uliandikwa Nairobi, utakuwa mwanabiashara ule mkubwa zaidi, lakini kitabu kikafungwa. Haleluya. Labda ni walio mbele yako walifunga. Labda baba yako anaweza kuwa alifunga, ama ndugu zako, ama watu wenye wivu waliona huyu atakuwa mkubwa sana, wakafunga wakati ambao haukuwa umeokoka. Lakini na kuonelea siku hii ya leo, chochote kimefungwa sako ni wakati wa kufunguliwa. Haijalishi ni ulimi gapi imefunga, haijalishi ni kama gapi imefunga. Yesu akitazama hiyo kitabu chako, Yesu akitazama hiyo maisha yako, ni lazima yafunguke. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Ameshinda. Our hero, our heavenly hero is Jesus Christ. Hakuna jambo hata limoja huwa linamshinda. Anastahili kufungua maisha yangu. Bwana Yesu asifiwe. Kama Kolosai inasemanga, alishika mapepo, alishika zile nguvu ambazo zilikuwa zinatusumbua, kwanza akazifunga zenyewe, kisha na maana akazizungusha katika mji mzima, katika ulimwengu wote wa kiroho, ili kwanza uone. Kwanza nikupatie mfano pili ambapo nafanya kitambo, kama vile Daudi alifanya. Ugeua adui, ulikuwa unamzida kichwa, kisha unazida the whole city, ukizungusha kichwa cha adui, ukiambia watu wale wengine msiwe na wasiwasi tena, adui ambaye alikuwa anamsumbua ndio hii kichwa chake tumemuua. Yesu naye alifanya hivyo, alishika mapepo zote ambazo zilikuwa zinatufunga, kisha akazizungusha katika ulimwengu wa kiroho, kwanza tuzione, ili tujue amekwisha kuzishinda katika msalaba wake. Bwana Yesu asifiwe. Tuko huru kwa sababu ya Bwana Yesu. Ameshinda kifo na ameshinda mauti. Nani yako hapa anafikiria kazi yake itakufa? Nani yako hapa anafikiria ndoa yake imekufa? Nikwambie mapema, kifo kilishindwa na Bwana Yesu. Haijalishi kama ni kifo cha mwili, ama ni kifo cha biashara, ama ni kifo cha ndoa, yote ilishindwa na Mungu msalabani. Kwa hivyo tunaweza muamini Kristo ameshinda kifo akatuletea uhai. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. The Lion of Judah, our elder son, Jesus Christ, ambaye amejawa nguvu, ambaye amejawa uwezo, ambaye amejawa mamlaka. Tukimkimbilia adui anapotea. Hallelujah. Umewahi kuwa na kijana mkubwa kwenu ako na misuli, wakati ambapo unakimbizwa, unaanza kwake unamwambia nipiganie, niuliziwe. Yesu wetu anakuanga hivyo. Mapepo ikiattack, tunaenda kwa Bwana Yesu, tunamwambia tazama, tumekimbizwa. Naye ni mwaminifu, macho yake inatoaga miale ya moto. Akiangalia mapepo zinakauka zenyewe. Haleluya. Ni nguvu za Mungu wetu. Amejawa na uwezo. Akitazama njia yako hivi, ikiwa imejaa giza, mwenyewe anamulika na macho yake. Naomba mumulikiwe siku ya leo. Ni njia gani imejaa giza yako siku ya leo? Si macho ya Mungu imulike. Anamulika. Macho yake ni miale ya moto. Ninaomba umulikiwe siku hii ya leo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Si tumshangilie Bwana Yesu, tumtukuze ambaye anastahili. Nikifikiria mambo yake huwaga nafurahia zaidi, maana amenishindania. Na biaga watu, ukitaka kuona Yesu kama anaokoa, nione mimi ameniokoa. Haleluya.
Ukitaka kujua Yesu amebariki, nione mimi. Usinihesabie baraka na pesa. Baraka sio pesa. Haleluya. Uzima wa mwili niko nao ni baraka. Amani niliyo nayo ni baraka. Wacha hivyo. Kukubalika kuikia mbele za Mungu, hiyo ni baraka. Bwana Yesu asifiwe. Kuikia kuongea na Mungu. Yaani Mungu anakaa chini hivi, anachukua kitabu cha note, anaandika maneno ile na mwambia. Hiyo ni baraka, imeshinda pesa zote ambazo naweza pata hapa ulimwengu. Kukubalika mbele za Bwana kuwa pasta, ni baraka gani imepita hiyo? Bwana Yesu asifiwe. Ati leo mimi ni mtumishi. Bwana Yesu asifiwe. Sio kujiita. Ndio maana usiwahi nigoga hivi. Usiwahi nifanye hivi. Acha kwanza nitishe, nipumue. Haleluya. Nimeitwa na Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Yaani Mungu ameangalia katikati ya watu wengi, akaniona mimi. Kuna baraka imepita hiyo. Mungu ameangalia wewe katikati ya watu wengi, amekuokoa. Kuna mtu mmoja ambaye nilikuwa namhubiria okoke. Akaniambia, pasa siwezi okoka. Kwa nini? Unaniambia niokoke, nitafanya deal na nani? Na watu wetu tunafanya deal na wao, tunakutana kwa club. Na lazima nikunywe pombe ili deal zetu ziende vizuri. So siwezi. Na wewe Bwana amekuhurumia, amekuita kwa ufalme wake, amenyosha mkono wake, amekuleta. Kuna upendo umepita hii kweli, ya kwamba the conqueror Jesus Christ amekuokoa wewe. Bwana Yesu asifiwe. Alikuja mara ya kwanza akiwa mwana kondoo with humility, lakini wacha nikwambie, mara ya pili ndio utajua yule ambaye tunaabudu ni nani. Atakuja akiwa judge. Mara ya kwanza ali experience a shameful treatment mikononi ya wenye dhambi, lakini mara ya pili anakuja akiwa the Lion of Judah, ambaye amebeba nguvu na mamlaka. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mstari ambao tumeruka na ndio nataka tuangalie zaidi, mstari wa 9 na wa 10. Maandiko inasema vizuri, mstari wa 9. Mstari wa 8. Hata alipokitoa kile kitabu, nao wenye uhai 4 na wale wazee 24 wakaanguka mbele za mwana kondoo, kila mmoja wao ana kinubi na vitasa vya dhahabu vilivyojaa manukato, ambayo ni maombi ya watakatifu. Wacha tuanzie hapo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nimetulia, nimerudi. Wajua nilikuwa nimefurahi. Amaka mstari wa 8 umeanza sasa kutufundisha. Maandiko inasema vizuri, alipofungua kile kitabu, nikaona wazee wamebeba mabakuli ambayo imejaa maombi ya watakatifu. Mimi, kila mtu hapa uko na bakuli ambayo kila siku unaweka maombi. Bwana Yesu asifiwe. Sijui bakuli yako umefikisha wapi, ambao ujue hiyo bakuli yako unawekeagwa kila siku ndio uvumba unaowaka juu mbinguni. Yaani kiti cha enzi, ile moshi ya utukufu wa Bwana ni maombi yetu. Na hiyo maombi yetu inakuweka kwenye bakuli. Kwa hivyo kila siku ukikuja unaweka uvumba. Kila siku ukikuja unaweka uvumba. So the more mbinguni kunanuka vizuri ni kwa sababu ya maombi yako. Na nasikia siku hizi imekataa maombi. Unafanya mwana kondoo wa Mungu anusanuse harufu mbaya huko juu mbinguni. Maana anapaswa kunusa harufu ambayo ni ya uvumba na ni manukato mazuri ya maombi yetu hapa duniani. Bwana Yesu asifiwe. Watu wa mimi nimesikia, ninajuaga vile Yesu ananukaga. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ananukaga ile manukato ile iliyovunjwa na ule mama aliyeosha miguu yake na nywele. Yesu ananukaga hiyo manukato. Niulize nilisikia wapi? Nilienda conference ambayo ilikuwa Uhuru Gardens, ilikuwa ya MBCI. Na kuna mtumishi alikuwa anahubiri pale. Alikuwa anahubiri kuhusu harufu za dhambi, harufu za mapepo. Na akasema kuna harufu ya Yesu Kristo. Na siku hiyo akasema Yesu akikuhurumia utasikia vile ananukanga. Na ndio mimi hapa nikuambia Yesu wako, si kubahatisha na bahatishaga, nasikia harufu yake. Na ielewa kiwango kwamba siwezi elezea kwa mtu mwingine ni nini. Maana sijawahi sikia manukato mengine kama hayo. Bwana Yesu asifiwe. So nikiwa pale nilikuwa laini ya pili kutoka nyuma. Hakuna mahali Yesu anaweza kosa kukuongelesha. Yesu anaongea kila kona. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa laini ya pili kutoka mwisho.
nimekaa huku, hata sioni pasta vizuri kule mbele, lakini speaker iko hapa na isikia vizuri, na kuna TV naona hapa, so nasikia hapa tu nikiwa naangalia zangu hivi ya kwamba leo tutasikia harufu ya Mungu wa mbinguni. Ninajua watu wale wako mbele ndio wataisikia, maana Mungu atashuka pale mbele wasikie Mungu. So mimi sina shughuli na hiyo harufu, nimekaa hivyo tu nikiomba tu pole pole kidogo tu, nikasikia chupa imefunguliwa kwa masikio mapua yangu. Nikaangalia, sioni mtu, nikaanza kusikia harufu very strong. Harufu, the more nasikia, nikauliza mtu alikuwa hapa, unasikia harufu mzuri iko hapa? Akaniuliza ya nini? Ya nyasi, maana tulikuwa kwa nyasi. Nikaona huyu asiki, nikauliza huyu mwingine, unainusa hiyo harufu mzuri? Kuuliza huyu sikumaliza, nilijisikia chini nikimtukuza kwa sababu ya uzuri wake. Bwana Yesu asifiwe. Harufu hiyo ningetamani kuisikia vizuri, na ikiwa hiyo ndio harufu ya maombi, akipandisha maombi. Bwana Yesu asifiwe. Maombi inanukanga vizuri, maombi ni sweet aroma, inanuka vizuri, na ndio perfume ya mbinguni. Mahali mwanakondoo alipo, perfume ya hapo ni maombi. Maombi ambayo tunaomba hapa kila siku. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. So mstari wa 8 unasema, mahali alipokuwa kulikuwa na wazee. Mbinguni kuna wazee ambao wameshika bakuli yako wewe mwenyewe. Hii wiki umeweka kitu. Haleluya. Deposit kitu hapo. Kama hauja deposit kitu hapo, my friend, unafanya makosa. Basta weka kitu, jaza. Kuja tujaze bahali ulipo, jaza. Kubali mbinguni kunuke uvumba ambao ni pasa anapeleka pale. Kila siku peleka uvumba, kila siku uvumba mbinguni. Mungu akisikia anauliza, manukato hiyo imetoka wapi? Anaambiwa Christ Kingdom. Anauliza wanataka nini? Kwenda tu another level, na siwaende. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana manukato yao yamefika mbele za Bwana. Hiyo ni mstari wa 8. Kisha inaendelea mstari wa 9. Mstari wa 9 inasema, nao waimba wimbo mpya wakisema, wastahili wewe kukitoa hicho kitabu na kuzifungua mihuri zake, kwa kuwa ulichinjwa ukamununulia Mungu kwa damu yako watu wa kila kabila, lugha, jamaa na taifa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini unampatia sifa? Kwa sababu ya damu ya Kristo. Tunaingia kwa the blood of Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Anasema vizuri, kwa sababu ya vile umefanya, umemununulia Mungu mataifa, street, katika village, umeenda huko ukipurchase watu na kuwaleta katika ufalme wa Mungu. Kwa sababu ya hiyo wastahili sifa, mwana kondoo wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Yani damu ya Kristo msalabani ilikuwa ndio kama God purchasing agent to the earth, ambayo ni ya kuleta mazao katika ufalme wa Bwana. Hiyo damu ndio imekuleta siku hii ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Anasema unastahili, kwa maana kwa damu yake umenunulia watu. Kwa hivyo watu wote walio juu mbinguni wamenunuliwa na damu ya nani? Bwana Yesu asifiwe. Wewe ndio unataka kuingia mbinguni bila hiyo damu? Mtu yeyote ata make it in heaven, kile kinaangaliwa pale ni the blood of Jesus. Kama hiyo damu haijakununua, mbinguni sio kwenu. Bye bye. Haleluya. Tuonane ni ufalme mwingine. Maana wote walio mbinguni wanasema, wastahili kupatiwa sifa, mwana kondoo wa Mungu, kwa maana kwa damu yako umenunulia Mungu mataifa. Umeenda katika kila village, umenunua wazee. Umeenda katika kila street, umenunua wamama. Umeenda katika kila city, umenunua a great nation. Umeileta mbinguni, ndio unastahili sifa na utukufu. Yani Yesu anaabudiwa kwa sababu ya wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Umenunuliwa na damu. Haleluya. Nasikia watu wengi katika kanisa la Christ Kingdom wanachezea hiyo damu. Wameokoka na mguu mmoja hivi, mguu mmoja iko nje. Bado wanafanya dhambi. Na wanataka pasta tukae na wao hapa. Na wanafanya dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Wamefanya kanisa linaonekana kama sio kanisa tena. Na tunasikia mbinguni watu wao wako kule ni wale wamenunuliwa na damu. Wewe unataka nisiingie mbinguni?
Bwana Yesu asifiwe. Bila nainua Yesu hapa, bila namtukuza, unataka ni miss that day. Sitaki kuimiss na singetamani ukose siku hiyo. Dhamini damu ya Kristo, maana kupitia hiyo damu ndio utaingia juu mbinguni. Kama hakuna damu hauwezi ingia juu mbinguni. Ndio akasema I am the way, mimi ndio njia, yeyote ameoshwa na damu yake ndio ataingia. Kulingana na maandiko yasema hivyo, wastahili kupatiwa sifa, kwa maana kwa damu yako umemnunulia Mungu mataifa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu wako hapa hajanunuliwa na damu ya Yesu Kristo, unafanya makosa, maana hauwezi ingia mbinguni. Leo ukivuka hilo jiso ndio utajua hiyo damu ni ya kweli. Mahali utafungukia hivi utajikuta kuzimu. Na nilimwambia vizuri, kuzimu ni wapi? Kuna mahali kuwili, kuna reception na kuna lake of fire. Mtu yote ambaye hajaokoka atakufa mara mbili. Mtu yule hajaokoka atakufa mara mbili. Mtu yule ameokoka atakufa mara moja. Mtu yule hajaokoka, kwa nini atakufa mara mbili? Utakufa kifo ya kwanza, tukuase, utuase hapa duniani. Kama leo kuna rafiki yangu nimeambiwa ameenda, mnajua tu aliyekuwa kwa bafu juzi na ameenda. Mtu ameingia kuoga tu, imagine ameingia kuoga tu hivi, akanyoroka nywe tu, ameenda. Bwana Yesu asifiwe. Leo Bwana Yesu asifiwe, nimepata habari ya asubuhi. Haleluya. Ikiwa haujaokoka, vifo ni mbili utakufa. Kifo ya kwanza ni kufa, kisha uende reception, kuzimu, mahali ambapo unagojea hukumu. Bwana Yesu asifiwe. Hapo utakuta mapepo zinakuadhibu mpaka unashangaa. Nani amekuambia ukuja hapa kuzimu? Kuna moto hapo bado, na sio ile moto mzuri, ni moto ya kama moto moto ya introduction ya moto. Ni kama moto ya kukuonyesha vile kutakuwa. Maandiko inasema in this book of Revelation, hiyo kuzimu siku moja itatupwa katika bahari la moto. Hiyo ndio kifo cha pili. Bwana Yesu asifiwe. So kama hujaokoka, kifo ya kwanza unaenda kuzimu. Kisha ukiwa kuzimu utabadilishwa mwili ufanane na miili yetu ili utongwe vizuri. Utasimama mbele za Bwana ukiwa kuzimu. Unasikia mbinguni kuna vitabu. Hizo vitabu zote ni zetu, zimeandikwa mahukumu. Kisha utasimama mbele za Bwana uhukumiwe kwa nini utatupwa kwenye bahari la moto. So utasomewa mashtaka yako na utasema yes God. Kisha na maana wewe na kuzimu na shetani mtabebwa murushwe katika bahari ya moto. Bwana Yesu asifiwe. Huko ndiko kuna kusiaga meno. Huko ndiko kuna kuchomeka milele na milele. Na utakuwa umebadilishwa mwili, umerudishwa mwili wako, a glorified body. Kwa hivyo kama vile ukiweka hii kidole kwa kando unasikia uchungu, lakini ukikufa uweke kidole hiko kando utanuka na nyama choma. Lakini saa hii ukiweka utasikia uchungu. Meaning uhai ndio unasikia uchungu. Utarudishiwa vizuri, utashomeka milele na milele kwa sababu ya kukataa the blood of Jesus. Maana in heaven wote ambao wataingia ni wale wamenunuliwa na damu. Nikuulize siku ya leo, umenunuliwa na damu ya Yesu Kristo. Je, utaingia mahali alipo? Haleluya. Tukileta mzaha kanisani, watu watatoka nje wakose kuona maana wa kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana nasi ambao tumeokoka lazima tuwakilishe hii blood, the blood of Jesus, kwa njia ambayo inastahili. Hakika lazima ujulikane umeokoka. Lazima uonyeshe umeokoka, ili wale wakitoka nje wasikuje hapa kukaa tu ni kama kukula jaro kanisani. Wakikuja hapa wakuje waokoke. Bwana Yesu asifiwe. Basi afadhali tufikishe watu wa hili mbinguni na tukae katika njia za Bwana. Hatujaitwa kujaza hall, tumeitwa kupeleka watu mbinguni mahali Yesu alipo. Ikiwa tutaingia hapo kuna hiyo uzuri wote, ni tukikaa katika utakatifu wa Bwana. Lakini tukianza mizaha na michezo, watu wengi wataingia katika hii mlango watoke kama hawajaokoka. Maana hakuna nguvu ya Mungu hapa. Tunanuka Samaria.
Maandiko inasema watu waine wenye dhambi, wenye ukoma waine walikuwa wamekaa wakitaka kuokoka. Watu waine, kitabu ni cha Wafalme wa Pili. Maandiko inasema vizuri, watu waine wako na ukoma. Ukoma ni nini? Typology of sin. Kwa hivyo ni wenye dhambi waine wamekaa katika gate, wanataka kuokoka. Wakaangalia dini ya Samaria, kanisa la Samaria. Kanisa liko na pasta ako na kofia imefika huko. Kanisa kubwa ambao liko na miungano kanisani, paka liko na kachule hapa nje. Kanisa paka linapeana chakula. Haleluya. Walipoangalia Samaria hivi, waliona hakuna Mungu. Hakuna Mungu kule. Afadhali tukufe tukiwa wenye dhambi. Kisha wakaangalia ufalme mwingine, ufalme wa Syria. Imeandikwa tu ufalme wa Syria, maana ulisimamia ufalme wa mbinguni. Wakasema afadhali twende kule. Ikiwa tutakufa kwa sababu ya dhambi zetu, wasa atukufe atue. At least tujue tumekufa kwa sababu ya dhambi zetu. Wakaenda katika ufalme wa Syria, waliokolewa na Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Hatuwezi kaa kama Samaria katika hili kanisa, ya kwamba tunafungua mlango wa kila mwenye dhambi anaingia kanisani, tunatumika pamoja wenye dhambi wa kanisani, mpaka tumeleta walevi kanisani. Mlevi ananuka pombe hapa, wacha tufunge hiyo kanisa basa, twende nyumbani. Haleluya. Ama tukajinyoge tukufe, kuliko tumwaibisha Bwana Yesu hapa. Lakini tutasimama na utakatifu wake. Ikiwa tuko watano, tutachukua gara. Bwana Yesu asifiwe. Kwani kanisa la Waefeso lilikuwa na watu wangapi? Halikuwa na watu wamefika 20. Liliongezeka pole pole na lilisukua mji wa Efeso. Maana ni watu ambao walisimama na kweli ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ikiwa tutaweza kununulia Mungu wa mbinguni uhai, lazima sisi tulio ndani ya Kristo tuonyeshe hakika tumeokolewa na damu ya Kristo. Haleluya. Mienendo yetu na njia zetu, kuongea kwetu, kufanya kwetu, kuonekane Yesu ndani yetu. Kama vile tumefundishwa asubuhi, ili Mungu atutumie lazima ajione ndani yetu. Niulize siku ya leo, Mungu anajiona ndani yako ama anaona mlevi mwingine? Haleluya. Na kahaba mwingine. Watu wa makanisa siku hizi watu msao hawaambiwi mambo ya dhambi. Ati tuko na walevi zako tumeweka pale nyumba. Walevi waikuja wakae huko, wakwende. Bwana Yesu asifiwe. Wakae hapo wakifanya nini? Wamekuja kanisa waokoke. Kama waokoki enda nje kwa maliza maisha. Maliza maisha kabisa. Alafu utakuja tuendelee na kazi ya Bwana. Imefika mahali kanisa imekuwa tu ni kujaza jengo, kujaza jengo. Hakuna kanisa tena. Kanisa sio hili jengo. Kanisa ni nyinyi. Ikiwa nyinyi mnakaa katika njia za Bwana, Bwana atasimama hapa. Bwana Yesu asifiwe. Atafungua milango. Bwana atabariki. Lakini ikiwa tumekuja kwa jengo, kuabudu kwa jengo, kwa hiyo jengo tumetengeneza madhabahu yetu hapa ni madhabahu. Tumetengeneza jengo hili, wewe, hilo sio kanisa la Bwana. Nimeitwa kwa kanisa la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Maandiko inasema vizuri ya kwamba mbinguni walimtukuza Bwana, kwa maana kupitia damu yake amenunulia Mungu wa mbinguni kila aina ya mataifa. Wanadamu wamenunuliwa, wote ambao wako mbinguni ni wale wamenunuliwa na damu ya Yesu Kristo. Our hero Jesus Christ ndiye anatawala juu mbinguni. Ninaomba siku hii ya leo atawale ndani ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Tuna jambo la kucelebrate ya kwamba tuko na mmoja mbinguni ameshinda kifo na mauti. Tuna jambo la kushangilia ya kwamba Mungu wetu halinganishwi na vitu vya dunia. Mambo ambayo vitu vya dunia zilishindwa, yeye ndiye Baba aliye na uwezo wa kufanya. Sasa nataka uinamishe uso wako, ambia Mungu wa mbinguni, nitakaa kulingana na njia zako. Ikiwa kuna mahali ambapo umeona umeaibisha damu yake Bwana Yesu, umefanya watu warudi nyuma, hata unafukuza watu kanisani, unataka warudi kwa dhambi, Bwana na akuhurumie. Bwana na akuhurumie, kwa maana hii damu sio damu ya michezo. Hii damu ni damu ambayo inafanya watu waingie mbinguni. Maandiko inasema vizuri, yeyote ambaye atapoteza moja ya hawa
lazima atawekwa kisiagi katika shingo lake. Tuambie Mungu wa mbinguni, tusamehe tusiwe tabia zetu zimekwasa wengine, tabia zetu zimeondoa wengine kanisani. Ambia Bwana nisamehe Bwana, kisha umusihi umwambie, ningetamani kuingia mbinguni. Ikiwa kuna mahali damu yako imeniasha, ikiwa kuna mahali ambapo nimerudisha uchafu, ambia Bwana nioshe tena, nisafishe Bwana, nisafishe Baba wa mbinguni, nisafishe Mungu. Bwana nisafishe, natamani kuingia hiyo geti ya mbinguni. Ni damu itaangaliwa, sio matendo itaangaliwa, maana sina tendo hata limoja inaweza fanya niingie mbinguni, lakini damu ya Yesu ndiyo ambayo ninategemea, ndiyo tegemeo langu. Ikiwa nimeishafua, Baba nisamehe Bwana, nisamehe kanisa. Ikiwa tumeshafua damu ya Yesu Kristo, ikiwa tuliibeba kimizaha tu, Baba tusamehe katika jina la Yesu Kristo. Bwana nisamehe kanisa, in the mighty name of Jesus. Bwana uabudiwe, utukuzwe Baba na uheshimiwe, in the mighty name of Jesus Christ. Washa tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa sababu ya neno lako siku hii ya leo. Umetunenea tena Baba wa mbinguni, ya kwamba mbinguni kile kinafanya mtu aingie ni kwamba alinunuliwa na damu ya Yesu Kristo. Ni kweli umeweza kutununua Baba wa mbinguni, lakini kwa njia moja ama nyingine tumezoea damu ya Yesu Kristo kiwango kwamba tumeishafua. Hata kuna watu tumewaondoa katika kanisa, tumewaondoa kwa damu yako, kwa sababu ya tabia zetu ambazo ni baya zaidi. Hawakuona Mungu ndani yako Bwana. Bwana, hawakuona Mungu ndani yetu. Tusamehe Bwana waliondoka kanisani kwa sababu yetu. Baba, tunaomba utusamehe. Hatuketamani hiyo damu ituashe, maana ikituasha, ikiondoka ndani yetu, hatutaweza kumake it in heaven. Bwana tusamehe dhambi.